Tuombe. Ee Mungu Mwenyezi wa milele, uliowafumbua mataifa yote utukufu wako katika Kristo, uilinde kazi ya huduma yako, ili kanisa lako lililoenea popote duniani liendelee kwa imani thabiti kulingana jina lako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Katika kitabu cha nabii Isaya, tazama, mtumishi wangu atatenda kwa busara, atatukuzwa na kuinuliwa juu, naye atakuwa juu sana. Kama vile wengi walivyokustajabia, uso wake ulikuwa umeharibiwa sana, zaidi ya mtu yeyote, na umbo lake zaidi ya wanadamu. Ndivyo atakavyowasitusha mataifa mengi. Wafalme watamwambia vinywa vyao, maana mambo yasiyoambiwa watayaona, na mambo wasiyoyasikia watayafahamu. Ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Maana alikuwa mbele zake kama mche mororo, na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, na tumwonapo hana uzuri hata tumtamani. Alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alidharauliwa, wala hatukumhesabu kuwa kitu. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa. Amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa mateso yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupiga kwake sisi tumepona. Sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Alionewa, lakini alinyenyekea, wala hakufunua kinywa chake, kama mwanakondoo apelekaye machinjoni.
na kama vile kondoo anyamazavyo, mbele yao wakatoa manyoya yake. Naam, ukufunua kinywa chake, kwa kuonewa na kuhukumiwa aliondolewa. Na maisha yake ni nani atakayeyasimulia? Maana amekataliwa mbali na nchi ya walio hai. Alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu wangu, wakamfanyia kaburi pamoja na wabaya na pamoja na matajiri katika kufa kwake, ingawa hakutenda jeuri wala hapakuwa na hila kinywani mwake. Lakini Bwana alidhihirika kumchukua, amemhuzunisha. Utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi, ataona uzao wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Ataona mazao ya taabu ya nafsi yake na kuridhika. Kwa maarifa yake mtumishi wangu mwenye haki atawafanya wengi kuwa wenye haki, naye atachukua maovu yao. Kwa hiyo nitamgawia sehemu pamoja na wakuu, naye atagawanya nyara pamoja nao walio hodari, kwa sababu alimwaga nafsi yake hata kufa, akahesabiwa pamoja na hao wakosao. Walakini alichukua dhambi za watu wengi na kuwaombea wakosaji. Neno la Bwana. Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Mikononi mwako naiweka roho yangu. Nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele. Kwa haki yako uniponye. Mikononi mwako naiweka roho yangu. Umenikomboa, Ee Bwana Mungu wa kweli. Mikononi mwako naiweka roho yangu. Kwa sababu ya watesi wangu nimekuwa laumu, na hasa kwa jirani zangu, na kitu cha kutisha kwa rafiki zangu. Walioniona njiani walinikimbia. Baba,
mwovu asiyekumbukwa. Nimekuwa kama chombo kilichovunjika, maana nimesikia masingizio ya wengi, hofu ziko pande zote. Mikononi mwako naiweka roho yangu. Mikononi mwako naiweka roho yangu. Lakini mimi nakutumaini wewe, Bwana. Nimesema wewe ndiwe Mungu wangu, nyakati zangu zimo mikononi mwako. Uniponye na adui zangu wanaonifuatia. Mikononi mwako naiweka roho yangu. Mikononi mwako naiweka roho yangu. Umwangaze mtumishi wako kwa nuru ya uso wako, uniokoe kwa ajili ya fadhili zako. Iwe ni hodari, mpige moyo konde, ninyi nyote mnaomngoja Bwana. Mikononi mwako naiweka roho yangu. 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 Somo katika waraka kwa Waebrania. Basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu, kwa kuwa hatuna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote, bila kufanya dhambi. Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti, maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi. Akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu, na ingawa ni mwana alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata. Naye alipokwisha kukamilishwa, akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Hilo ndilo neno la Bwana. Tumshukuru Mungu.
Mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo yalivyoandikwa na Mtakatifu Yohane. Wakati ule Yesu alitoka pamoja na wafuasi wake kwenda ng'ambo ya mto Kidroni kwenye bustani, akaingia huko yeye pamoja na wafuasi wake. Yuda naye aliyemtoa alipajua mahali pale, kwa maana Yesu alifika huko mara nyingi pamoja na wafuasi wake. Basi Yuda alipokwisha kupokea kikosi cha maaskari na watumishi waliotoka kwa makuhani wakuu na Wafarisei, akaja huko na taa na mienge na silaha. Basi Yesu akijua yote atakayompata, akatokea akawaambia, "Mwamtafuta nani?" Wakajibu, Yesu akawaambia, "Ndiye mimi." naye Yuda aliyemtoa alikuwa amesimama pamoja nao. Basi alipowaambia ndiye mimi, walirudi nyuma wakaanguka chini. Basi akawauliza tena, "Mwamtafuta nani?" nao wakasema, Yesu akajibu, Nimekwisha sema kwamba ni mimi. Basi kama mwanitafuta mimi, waacheni hao waende zao. ili litimizwe lile neno alilosema, hawa ulionipa sikumpoteza hata mmoja wao. Basi Simoni Petro aliyekuwa na upanga akauchomoa, akampiga mtumishi wa kuhani mkuu, akakata sikio lake la kuume. Na mtumishi yule aliitwa Malkus. Yesu akamwambia Petro, Rudisha upanga wako halani. Kikombe alichonipa Baba sitakinywa. basi kikosi la jemadari na watumishi wa
Wayahudi wakamkamata Yesu, wakamfunga, wakampeleka kwanza kwa Hana, maana alikuwa mkwewe Kaifa aliyekuwa kuhani mwaka ule. Na Kaifa ndiye aliyewapa Wayahudi shauri kwamba yafaa mtu mmoja afe kwa ajili ya watu. Lakini Simoni Petro alimfuata Yesu pamoja na mfuasi mwingine, na yule mfuasi alikuwa anajulikana na kuhani mkuu. Akaingia pamoja na Yesu katika behewa la kuhani mkuu, lakini Petro akawa akisimama nje mlangoni. Basi yule mfuasi aliyejulikana na kuhani mkuu akatoka akasema na mwanamke mmoja mlango, akamleta Petro ndani. Basi yule kijakazi mmoja mlango anamwambia Petro, yeye anasema si mimi. Wale watumwa watumishi walikuwa wakisimama karibu na makaa ya moto, maana kulikuwa baridi, wakawa wakiota moto. Naye Petro alikuwapo pamoja nao, akisimama na kuota moto. Basi kuhani mkuu akamuuliza Yesu habari za wafuasi wake na za mafundisho yake. Yesu akamjibu, Nimekwisha sema waziwazi na watu. Mimi nimefundisha siku zote katika sinagogi na hekaluni, ambako Wayahudi wote hukusanyika, wala sikusema neno lolote kwa asili. Mbona wanifundisha? Waulize hao waliosikia nilichowaambia. Tazama, wao wanajua niliyosema mimi. Alipokwisha sema hayo, mmoja wa watumishi aliyesimama karibu akampiga Yesu kofi akisema, ndivyo Yesu akamitikia, Kama nimesema vibaya, toa ushahidi wa neno mbaya. Lakini kama nimesema vema, kwa nini wanipiga? basi akampeleka amefungwa kwa Kaifa kuhani mkuu. Simoni Petro akawa amesimama akiota moto. Basi wakamwambia, yeye akakana akasema, Si mimi. mmoja wa watu
mmoja wa watumishi wa kuhani mkuu, jamaa wa yule aliyekatwa sikio na Petro, akamwambia, mimi sikukuona bustanini pamoja naye. Basi Petro akakana tena, na mara ndogo akawika. Basi wakamtoa Yesu kwa Kaifa, wakampeleka barazani. Sasa ilikuwa asubuhi, lakini wenyewe hawakuingia barazani, ili wasitiwe najisi, wapate kula Pasaka. Basi Pilati akawatokea nje, akasema, mwaleta mashtaka gani juu ya mtu huyu? Wakajibu wakamwambia, basi Pilati akawaambia, mtoeni nyinyi mkamhukumu kwa sheria yenu. Mayahudi wakamwambia, ili neno la Yesu lipate kutimia, alilosema akionyesha ni mauti gani atakayokufa. Basi Pilati akaingia tena barazani, akamwita Yesu akamwambia, wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi? Yesu akajibu, wajisemea hivyo, au wengine wamekuambia habari hiyo juu yangu? Pilati akajibu, je, Yahudi nini? Taifa lako na makuhani. Basi ufalme wewe. Yesu akajibu, Wewe umesema ya kuwa mimi ni mfalme. Mimi nimezaliwa kwa ajili hiyo, na nimekuja duniani kwa ajili hiyo, ili niushuhudie ukweli. Kila mtu aliye wa ukweli husikia sauti yangu. Pilati akamwambia, ukweli ni kitu gani? Alipokwisha sema hayo, akawaendea tena Mayahudi akawaambia, mimi sioni hatia yoyote kwake, lakini kuna desturi kwenu, niwafungulie ninyi mtu mmoja wakati wa Pasaka.
Wakapiga tena kelele wote wakisema, naye Baraba alikuwa mnyang'anyi. Basi hapo Pilato akamtwaa Yesu, akampiga mijeledi. Maaskari wakasokota taji la miiba, wakamtia kichwani, wakamvika vazi jekundu. Wakaja mbele yake, wakasema, wakampiga makofi. Basi Pilato akatoka tena nje, akawaambia, namleta tena nje mbele yenu, mpate kujua ya kuwa sioni hatia yoyote kwake. Basi Yesu akatoka nje amevaa taji la miiba na vazi jekundu, akawaambia, tazameni mtu. Basi makuhani wakuu na watumishi walipomwona, walipiga kelele wakisema, Pilato akawaambia, mtwaeni ninyi, mkamsulubishe, kwa maana mimi sioni kisa kwake. Mayahudi wakamjibu, aliposikia neno hilo, akazidi kuogopa. Akaingia tena barazani, akamwambia Yesu, umetoka wapi wewe? Lakini Yesu hakumjibu neno lolote. Basi akamwambia, usemi neno, ujue ya kuwa nina uwezo wa kukusulubisha na uwezo wa kukufungua. Yesu Ungalikuwa na uwezo wowote juu yangu, usingaliupewa kutoka juu. Kwa sababu hiyo, aliyenitoa kwako anayo dhambi kubwa zaidi. Tangu hapo Pilato akatafuta kumfungua, lakini Mayahudi wakapiga makelele wakisema, ukimwachia huyu, wewe si
mahali palipoitwa Litostrotos na kwa Kiyahudi Gabatha, ilikuwa maandalio ya Pasaka yapata saa 6. Akawaambia Mayahudi, tazameni mfalme wenu. Wao lakini wakapiga kelele, Pilate akawaambia, nimsulubishe mfalme wenu. Makuhani wakuu wakajibu, hatuna mfalme isipokuwa Kaisari. Basi ndipo walipomtoa kwao asulubiwe, wakamtoa Yesu wakampeleka nje. Akatoka akijichukulia msalaba wake kwenda mahali paitwapo Kalvari, kwa Kiyahudi Golgotha. Ndipo walipomsulubisha na wengine wawili pamoja naye, upande huu na upande huu, na Yesu katikati. Pilate aliandika pia anwani, akaiweka juu ya msalaba. Iliandikwa, Yesu Mnazareti, mfalme wa Mayahudi. Basi anwani hiyo Mayahudi wengi walisoma, maana mahali aliposulubiwa Yesu palikuwa karibu na mji, nayo iliandikwa kwa Kiyahudi, Kiyunani na Kilatini. Basi makuhani wakuu na Mayahudi wakamwambia Pilati, Pilate akajibu, nimeandika. Basi maaskari walipokwisha kumsulubisha, wakatwa mavazi yake, wakafanya mafungu 4, kila askari fungu lake, na kanzu ile haikuwa na mshono, kwa maana imefumwa nzima toka juu. Basi wakaambiana, tusipasue, lakini tuipigie kura itakuwa ya nani, lipate kutimia andiko lisemalo, waligawiana mavazi yangu, na kanzu yangu wakaipigia kura. Ndivyo basi maaskari walivyotenda, wakawa wakisimama karibu na msalaba wa Yesu, mama yake na dada ya mama yake, Maria wa Kleofa na Maria Magdalena. Basi Yesu alipomwona mama yake na yule mfuasi aliyempenda amesimama, akamwambia mama yake,
akamwambia mfuasi, Huyu ndiye mama yako. na tangu saa ile yule mfuasi akampokea kwake. Baadaye Yesu akijua ya kuwa yote yametimia, alipolipate kutimizwa, akasema, Nina kiu. palikuwa na chombo kilichowekwa pale kimejaa asidi, nao wakatia sifongo iliyojaa asidi juu ya mwanzi, wakamwekea kinywani. Basi Yesu alipokwisha kuipokea asidi, akasema, Yametimia. akainamisha kichwa, akatoa roho. Basi Yesu alipiwa pamoja naye. Hata walipomfikia Yesu, wakimwona amekwisha kufa, hawakumvunja miguu. Lakini askari mmoja akamchoma ubavu kwa mkuki, mara ikatoka damu na maji. Naye aliona ametoa ushahidi, na ushahidi wake ni wa kweli. Naye anajua ya kuwa anasema kweli, mpate nanyi kusadiki. Kwa maana hayo yametendeka, ili andiko litimie, hamtamvunja mfupa wake. Na tena andiko jingine lasema, watamtazama yule waliyemtoboa. Baada ya hayo Yosefu wa Arimathea akaenda kwa Pilati kuomba ruhusa ya kuchukua mwili wa Yesu, kwa maana alikuwa mwanafunzi wa Yesu kwa asili, lakini kwa ajili ya kuogopa Mayahudi Pilati akakubali. Naye akaja akauchukua mwili wa Yesu. Na Nikodemi yule alifika zamani kwa Yesu usiku, akaja vile vile na latrimia za manemane iliyochanganyika na shubiri. Basi wakautwaa mwili wa Yesu, wakaukafini kwa vitambaa pamoja na manukato, vile ilivyo desturi ya Mayahudi kuzika. Na mahali pale aliposulubishwa palikuwa na bustani, na ndani yake kaburi jipya, ambalo mtu yeyote hajazikwa ndani mwake. Ndipo walipomzika Yesu, kwa kuwa kaburi lile ni karibu, na ilikuwa siku ya kuandalia Pasaka.
Wakristo wapenzi, Kristo tumaini letu. Tunajua siku ya leo inakuwa ina matukio mazuri, inakuwa na drama nzuri. Tunapoingia kanisani, wengine wanajiuliza mbona hakuna wimbo wa kuingia. Ni kwamba tangu jana Bwana wetu ameondolewa, wamemsaliti, tumemsaliti, sasa yupo njiani, amekuwa njiani kutukomboa. Kwa hiyo ukiniuliza leo tutafakari nini kuhusu hii safari ya Yesu tangu jana asubuhi, hicho kitu ambacho tumekisikia mbele ya Pilato akasema, Petro akasema, tuseme nini kuhusu siku ya leo? Ningeomba leo mnipatie tutafakari mambo machache, haswa yale maneno 7 ya mwisho ya Yesu. Yatakuwa kwetu labda kwa mwaka huu maneno mazuri. Kwa nini yale maneno 7 ya Yesu? Naomba tutie kituo chetu kwenye yale maneno ya pale msalabani. Kristo analia msalabani, ni siku ya mateso, na tukikuwa vizuri kwanza tukaangalia yale maneno yake anapolia pale msalabani. Kwanza kwa upande wa Mungu alikuwa anamwangalia mwanae. Kwa nini anamlilia na amsikii? Tuangalie pia kama wanadamu basi ambao tulikuwa safarini naye kwenda Golgotha. Wengine wanasema hawawe hapo tu, si amejenga mwana wa Mungu. Tujaangalia kwa upande wa Mungu, lakini zaidi naomba tukumbuke sisi wanatheresia, hata tukiwa na wageni wetu leo, ni kwamba Yesu yuko upande wetu. Yesu yuko upande wetu. Hayuko upande wa hawa wanaomwamini. Yuko upande wetu, anataka kutukomboa. Hivi basi naomba nianze na maneno haya 7, labda yatujenge na tutafakari na tupate kuwa na sala kuhusu maneno haya 7. Na kwanza ni wimbo ambao tunafahamu sana. Mungu wangu, mbona umeniacha? Ni wimbo ambao ukiwimba kwa hisia, Mungu wangu mbona, yaani ukiweka hisia ndani yake utapata kuelewa ule wimbo maana yake. Kwamba anamwimbia Bwana yake na kuangalia, Mungu wangu mbona umeniacha mimi katika taabu. Maana yake anamuita Mungu wake ambaye amemtuma kuja kukomboa, lakini hamsikii. Mungu, utashangaa mbona Mungu asikilize mwanae? Ndugu zangu wanatheresia, naomba tutafakari siku zetu hizi. Kilio cha wengi ambao wanatulilia sisi. Watu wengi wanatulilia lakini hawapati sikio na kuwasikiliza. Wengine ni wakweli. Niliwaambia siku moja hapo kwamba utume niliofanya kwa miaka kule ilikuwa ni kwenda kuona wamama wajane hapo, wazee ambao pia watoto wao wamewaacha. Na nikawa nawaambia siku moja nimeenda kuona mama moja, ikawa ni mazoea, nikienda kwake nikitoka mpaka analia. Na shangaa anawaambia na watoto 4 na ana wajukuu 12. Lakini analia. Kumbe akaniambia siku moja, Padre Kioko, kwamba mimi nina umasikini mkubwa wa kutokuwa na mtu na mimi kunisikiliza. Hivyo basi tukiangalia leo kuna watu wengi wanaotuletea sisi, wapweke, watu wenye huzuni, watu ambao wameachwa na wapendo wao. Hivyo basi huu wimbo, haya maneno ya Yesu kwamba Mungu wangu mbona umeniacha, yanatuhusu sisi. Lakini ni kwamba mbona bado hamsikilizi? Hiyo ombi letu kwenye maneno haya, tukitia kituo kwenye haya maneno ya kwanza, ni kwamba tumwombe Mungu basi tupate kusikilizwa na tupate kuwasikiliza wanaotulilia, wanaotaka tuwasikilize, tuwape muda mchache tu. Sisi tumwombe Mungu siku ya leo kwamba tupate kusikilizwa na kuwasikiliza wanaotulilia. Maneno ya pili, tukitua kituo kwenye maneno ya pili, kwamba Baba wasamehe kwa sababu hawajui watendalo. Baba tusamehe hata sisi ambao tunakusaliti kwa dhambi zetu, kwa mienendo yetu mpaka msalabani. Anatuombea sisi, anawaombea wale wadhalimu, kwamba Yesu anaomba ajiombee yeye mwenyewe. Bado yuko msalabani, ni njia ya msalaba, lakini ana huruma zaidi ya yote, kwamba anatuonyesha upendo ambao tumeona jana. Anachukua, anavua nguo lake,
anainama chini kuwajali wahitaji, wenye huzuni, kuwaosha miguu. Na sisi tumekuwa kipindi hiki cha kutoa matendo ya huruma. Kutoa matendo ya huruma, nimesema leo asubuhi kwamba matendo ya huruma ambayo tunayafanya ni kuwaosha watu miguu yao. Sisi wao anaoombewa ni kina nani? Wale watu ambao wamechanganyikiwa, waliokata tamaa, watu kama mimi na wewe, sisi ambao hatumjui Mungu kwa kina, hatujui Mungu anahitaji nini kwetu. Tukikumbuka huu ni upendo wa hali ya juu sana, kwamba Kristo anatuombea sisi, anatuombea wewe, anatuombea mimi, upendo wa Mungu. Ule Mungu ambao tunayo siku zote kwamba Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Sikiliza, sikiliza furaha yangu. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Basi kwenye hiki maneno ya pili kwamba Mungu wasamehe hawa, tumuombe na sisi atusaidie misalama yetu ya maisha ipate kuwa myepesi. Maneno ya tatu ni kwamba anamuombea yule mwivi, anamwambia na kuahidi kwamba leo utakuwa nami paradiso. Kwa imani Yesu hajakata tamaa. Yesu hatamsamehe tu, anamwambia nitakusamehe makosa yako, lakini pia nakupa matumaini kwamba leo utakuwa nami paradiso. Kuna wimbo tumekuwa tukiuzoea kipindi hiki, afichaye dhambi zake, huyo akuficha za kwake. Mwenzake pembeni alificha kwamba sisi tusipoficha dhambi zetu, tukizikiri na kuzitubu, tutasamehewa. Afichaye dhambi zake, afichaye dhambi zake, afichaye dhambi zake, hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha, aziungamaye atapata rehema, bali yeye aziungamaye na kuziacha, aziungamaye atapata rehema. Hata Kristo anapokuwa msalabani anabaki kuwa Mungu, nasi tunapokuwa msalabani yetu Mungu anabaki kuitwa nini? Kuitwa Mungu. Na sisi anatuomba tuwe kama huyu mwivi, tutambue udhaifu wetu na uhitaji wetu wa neema ya Mungu. Maneno aliyotumia ya nne kwenye masomo ambayo tumesikia leo ni kwamba Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Hii ni sala ya jioni. Ni sala ya jioni ya maisha yetu. Tunapoingia kwenye hatari ya kifo, amesema ameshajua hapa yataisha. Amesema Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Ni ile imani kwamba kuna maisha ya baadaye, kwamba tunapokuwa kwenye magumu, tunapokuwa kwenye upweke, hali ya kukata tamaa na kuadhirika, hii ndio ni sala yetu kwamba na sisi tupige magoti mbele ya Yesu Kristo na rusadi zetu tumwambie Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Maneno ya tano imekuwa ni mafupi sana. Anasema nina kiu, nina kiu. Ni kwamba Yesu anapitia kifo cha polepole, kifo chenye uchungu. Asubuhi nilikuwa nafanya kama mzaa na wanateresia, nikamwambia mwaka ujao Pasaka yetu, njia ya msalaba tujaribu na sisi tutembee kwa masaa mawili. Tumekuja kanisani asubuhi, tumeingia tukaanza hapo, tukazunguka hapa kwa nusu saa tukawa tumemaliza. Yesu alianza saa 11 mpaka saa 9. Mungu ni mwema na kila wakati. Ni kwamba anaposema kwamba nina kiu,
naomba utafakari. Wazazi wake, mama yake, akina Maria wa Kleofa, mitume wamemkimbia. Kule ni jangwani, hakuna maji. Bwana amekula jana yake ile Alhamisi Kuu. Mpaka saa 9 hakuna mtu anaomba nini? Maji, kwa sababu wanataka kumdhalilisha. Ni hali ambayo ilikuwa ni ya aibu. Mpaka anaposema kwamba nina kiu. Kiu ya kwanza alikuwa na kiu ya kutukomboa sisi. Na sisi kiu yetu ni ya kufanya nini? Labda kuwaambia watu majina, kiu ya kuleta mgogoro katika watu, kiu ya kutoleta upatanisho. Kiu yetu ni aina gani? Kristo alikuwa na kiu ya kutukomboa. Ametumia damu yake, ana kiu na sisi tupate kuona ukombozi. Anaposema kwamba nina kiu pia ni kwamba leo wapo wengi wanaopitia magumu mengi. Wapo wengi wanaopitia changamoto nyingi. Pia wana kiu ya msaada wetu. Yesu Kristo alikuja kutukomboa, lakini wao tumsaidie kwenye nje ya ukombozi kuwakomboa wengine. Na neno la 6 ni kwamba anasema kwamba mama, tazama mwana wako, na akamwambia Yohana, nawe tazama mama yako. Haya maneno yananihusu mimi, yanakuhusu wewe, kwamba wakati tukiwa karibu na mwenye huzuni, karibu na mpweke, naomba tuangalie kile kituo cha 12 pale. Maria asingeweza kumshusha mwanae kutoka msalabani. Alibaki tu kuwa pale pembeni kumpa tu moyo, usikate tamaa mwanangu, enda kwenye hali ya ukombozi. Na sisi labda tunaitwa, hata kama hatuwezi kumsaidia mtu. Wengine wanasema mimi sina pesa, sina muda, lakini tunaomba kwamba tuwape watu sikio. Hata kama hatuwezi kufanya chochote, kwamba sisi tumekabidhiwa Mama Maria, tupate na sisi kukaa pembeni mwa wenye kuumia, wenye kutia magumu. Na mwisho wa haya yote basi amesema yametimia. Nini kimetimia ndugu zangu? Naomba hiyo tuitafakari sana. Yametimia nini? Kwanza, miaka 30 kabla aanze utume huu wa ukombozi, Yesu alikuwa na maisha kama yamefichwa sana. Maisha ambayo mfiche kidogo. Tumesikia pale utotoni kwake amezaliwa Bethlehemu, ikaishia mahali pale, ameenda hekaluni, ikaishia pale mpaka miaka 30 ya maisha ambayo yamefichwa. Lakini miaka 3 maisha ya ukombozi, maisha ya kutufundisha njia ya kwenda kwa Baba. Pia siku 3 hizi, jana, leo mpaka asubuhi ya kesho, siku 3 za mateso, siku 3 za ukombozi, ni kwamba yametimia. Alafu masaa 3 akiwa msalabani, masaa 3 ya mahangaiko. Na tukiangalia basi kwa vyote vile miaka 33 ya kumtukuza Bwana. Kristo amekaa nasi miaka 33. Amesema kwamba yametimia. Kwa maana kwamba 3 ni ukamilifu, ni utimilifu wa mambo ya kimungu. Hivyo basi ombi letu kwenye haya maneno 7 ni kwamba na sisi tumuombe yasije akatupita tu hivi. Ukombozi ambao tumeupitia, tumekuwa waamini, sisi tuna imani yetu, na sisi ikakuwa kwamba tumemfuata Kristo na tusipate hii thawabu ya mbinguni. Basi alipotimiza yale pale zamani, kwamba tunaomba leo zangu ushindi wa msalaba, ushindi wenye tunzo, na ushindi wa kumwona Mungu mbinguni, kwa sababu anakuambia kwamba alituumba tumjue, tumpende, tumtumikie, na mwisho twende kwake mbinguni. Na ndio alichokifanya. Kristo alikuja, akatumikia, akampenda huyo Kristo Mungu wake, Mungu wetu, mwishowe kwa ajili ya msalaba amefika kwake mbinguni. Tumuombe Kristo siku ya leo, siku ambayo tunaadhimisha kifo chake, na sisi tupate kuwa washiriki wa ukombozi wa Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu.
Na basi tusimame tupate kusali kwa ajili ya kanisa takatifu. Enyi ndugu wapendwa sana, tuliombe kanisa takatifu la Mungu, ili Mungu wa Bwana wetu apende kulijalia amani, kulikusanya na kulilinda popote duniani. Pia tujalie sisi tumtukuze Mungu Baba Mwenyezi katika maisha ya amani na usalama. Tuombe. Simameni. Mungu Mwenyezi wa milele, uliyewafungua mataifa yote utukufu wa kanisa lako, uilinde kazi ya huduma yako, ili kanisa lako lililoenea popote duniani liendelee kwa imani thabiti kuliungama jina lako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Muombe kwa ajili ya Papa. Ndio mti wa msalaba ambao wokovu wa ulimwengu umetundikwa juu yake. Ndio mti wa msalaba ambao wokovu wa ulimwengu umetundikwa juu yake. Ndio mti wa msalaba ambao wokovu wa ulimwengu umetundikwa juu yake.
basi ni muda wa kuja kuheshimu na kuabudu msalaba na kufanya sambamba na kutoa sadaka zetu. Kwa hiyo tutakuja hadi mbili, tukija hapa unaweza kuabudu msalaba ama kupiga magoti ama kuchukua kidogo na kaenda pembeni na pembeni, ndio tusichukue muda mwingi kuabudu msalaba. Basi tuketi na kwaya kuongoza nyimbo za kuabudu. Kristo,
wewe Bwana. Jambo hili ninalitamani kwa moyo wangu wote. Jambo hili ninalitamani kwa moyo wangu wote. Kuona katika msalaba wa Kristo na wokovu. Kuona katika msalaba wa Kristo na wokovu. Kujua kupenda na kuishi milele yote. Kujua kupenda na kuishi milele yote. Nalisema nitayakiri maasi yangu kwa Bwana. Nalisema nitayakiri maasi yangu kwa Bwana. Nawe Bwana ukanisamehe ukombozi wa dhambi yangu. Nalisema nitayakiri maasi yangu kwa Bwana. Nawe Bwana ukanisamehe Yametokana na
Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya Mungu, tunathubutu kusali: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku,
Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe neema na dhambi, wala tusipendelee jambo lolote, tunatazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, huku kupokea mwili wako usiwe kwetu hukumu na adhabu, bali kwa huruma yako utupae sisi na kulinda akili na mwili na kuwa dawa kuponya. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioandikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Bwana, sistahili kwangu, lakini sema neno mwili wa Kristo ili tupate uzima wa milele. Amina. Mwili wako ni chakula cha uzima. Milele.
unifadhili